Tanzania mlioko hapa Temeke leo, kwanza tuibebe agenda ya nishati safi kama agenda kila mmoja kuweza kuiona kwamba ni agenda inayoliponya taifa, inayoliponya taifa na kumkabili adui mkubwa anayeitwa mabadiliko ya tabia nchi, anaweza kupelekea madhara makubwa kwa taifa letu. Lakini jambo la pili, tuibebe agenda ya nishati safi kama agenda kubwa ambayo inaweza kudhoofisha rasilimali watu na afya yao katika taifa, likawa ni taifa lenye mali lakini halina rasilimali watu. Wenzetu wa mataifa mengine wamebarikiwa kuwa na mali, wamebarikiwa kuwa na rasilimali watu, na sisi tuwe na mali lakini pia tuwe na rasilimali watu inayoweza kuwa na mchango mkubwa wa kuyabadili maisha ya Watanzania. Leo akina mama mlioko hapa mnaopika kwa kuni au kwa mkaa, wengi mmejikuta mnakwenda hospitali, wengi mnaambiwa mapafu yameharibika, wengine mnaambiwa macho yako hatarini kuharibika, wengine mnaambiwa mambo kadha wa kadha. Kizazi chako kinabaki yatima kwa sababu ya kinachoitwa matumizi ya nishati safi, ya nishati. Kwa hiyo niwaombe sana, hiyo ni namba moja, kutumia nishati safi. Na ndio maana leo niwapongeze sana wenzetu hawa TANESCO, program maalum inayoitwa Connect Umeme Pika kwa Umeme. Wapo wanaosema hapana, umeme huu ni gharama kubwa. Nataka nikuthibitishie ndugu zangu Mtanzania, kama chakula kinaweza kikaiva kwa uniti moja leo, labda uniti moja ikawa shilingi dash, na ukaiva ni gharama uniti moja, kesho utakapoambiwa mapafu yako yameharibika na hatuna uwezo wa kuyabadilisha na mlango wa kaburi upo karibu, utapata upeo wa kulinganisha na kutofautisha bei kati ya bei ya afya na bei ya umeme. Naamini utahitimisha kwamba bei ya umeme ni ndogo kuliko bei ya afya. Na kama uamini hilo, tembea hospitali leo, kaangalia waliokushapata madhara na imekuwa ni shingapi kurejeshwa katika afya na usalama wao. Kwa hiyo ni agenda muhimu, na niwapongeze tena watu wa TANESCO kwa ubunifu mkubwa wa programu hii ambayo sio tu kwamba ina manufaa kwa TANESCO, lakini inalinda uhai wa kudumu kwa Watanzania na watu wengine. Nafikiri mmenielewa ndugu zangu wananchi mliofika hapa. Nimeanza na dhana ya amani katika taifa kwa kuiconnect na dhana ya mabadiliko ya tabia nchi katika taifa letu. Dar es Salaam umeme umefika karibu kila kaya, na kumekuwa hakuna usumbufu tena mwingine mkubwa katika jambo hili la umeme. Kwa hiyo nikushukuru sana mkurugenzi mtendaji, kwa sababu huduma hii kwa wateja ya umeme imefika kwa kasi kubwa. Napongeza sana kwa kuendelea kutafsiri sera hii na maono haya Mheshimiwa Rais, na hasa pia kwa bodi ambao ndio mmekuwa ni washauri wazuri ili kufanya jambo ambalo litakuwa na manufaa makubwa kwa Watanzania. Lakini zaidi pia tuwapongeze sana kwa kuja na mpango huu wa kukopesha majiko ya nishati safi. Naombeni tena tuongeze makofi mengi. Maana kina mama mko hapa, unaweza kumuomba baba hela ya kwenda kununua jiko, akwambia hebu achana nalo, kwanza jiko lenyewe ni gharama. Alafu na wewe ukajiunga kwenye huo mkumbo kwamba ni kweli jiko lenyewe ni gharama. Nataka mje niwaambie ukweli, anayeumia kwa haraka haraka na afya ya kutumia nishati chafu ni wewe mwanamke. Mwanaume yuko huko anatafuta hela, lakini wewe uko pale ndio unayepika, na mwisho ndio unayepata athari za moja kwa moja. Na wewe mwanaume wako akiwa bado yuko vizuri katika afya, wewe umetetereka katika afya, basi anachokifanya ni kuendelea kuhudumia, lakini huko anaoa mwanamke mwingine. Kwa hiyo nishati safi pia inalinda ndoa. Mmeelewa ndugu zangu akina mama? Nishati safi inalinda nini? Kuna sehemu niliwaambia matumizi ya nishati chafu. Kuna wanawake mkiwaangalia ni wazuri kabisa wa sura,
Lakini kwa sababu ya matumizi ya nishati chafu, hakuna namna matumizi ya nishati chafu yakazalisha sura nzuri. Matumizi ya nishati chafu yatapelekea uzalishwaji wa sura chafu. Kae mabalozi wazuri. Ukikataa wewe nishati chafu, mwanaume hakuna namna atabaki kwenye nishati chafu. Ukikubali nishati chafu, ni namna pekee pia mwanaume kukubali nishati chafu. Kwa wewe mwanamke ukawe balozi mzuri kwa nishati safi. Kwa kuwa madhara ya nishati chafu huanza wewe mwanamke na sio mwanaume. Mwanaume atakuja tu kuwa na maumivu ya ujane, lakini wewe utakuwa na maumivu ya moyo na afya ya moja kwa moja. Kwa hiyo niwashukuru sana wale wote mliotoa majiko haya na mliokubali kuwakopesha watu. Mmefanya kitu kikubwa sana cha kiungwana kukopesha watu majiko. Ukikopa jiko lile leo, utalipa kidogo kidogo kupitia marejesho unaponunua umeme wako unakata. Na hii formula, ndugu yangu mtendaji, Twange na bodi, hata huko Ulaya ndio formula wanayotumia. Cash. Kama umekuwa na pesa yako ya kutosha, nyingine hizo huduma za wanakopeshwa magari, wanakopeshwa sio nini. Sisi tumeanza na majiko kwa sababu tunaamini chakula ndio uhai. Tunaanza na jiko. Tukianza wakati chakula kwanza, alafu mawasiliano. Kama hujashiba huwezi kuongea. Kwa hiyo unashiba, alafu baada hapo mawasiliano. Kwa kumalizia, Wizara ya Nishati kwa kushirikiana na TANESCO wameonyesha ubunifu huu ambao nimekwisha kusema, na nipongeze tena kwa awamu nyingine na sekta zingine ziweze pia kuiga mipango hii ya ubunifu kwenda kuokoa maisha Tanzania. Lakini zaidi tuunge mkono mpango huu wa Connect Umeme Pika kwa Umeme. Nishati safi ziko nyingi. Kuna umeme, kuna gesi, zote hizo ni nishati safi. Lakini kwa kuwa TANESCO ni wazalishaji wa umeme, sio wazalishaji wa gesi, wao wamejielekeza pika kwa umeme. Na kwa sababu watu wengi wamekuwa wanaogopa masuala haya kwamba umeme utalipuka, wewe fanya wiring yako vizuri, hakuna umeme utakaolipuka. Majiko ya kisasa yamefanya uchunguzi tosha na wataalamu hawa. Na kwa matukio vile vile napenda kutoa pongezi kwa wadau wa maendeleo kama MECS kwa ushirikiano wao pamoja na wananchi wote mliofika hapa kuunga mkono jambo hili kubwa sana katika siku hii muhimu ya huduma kwa wateja. Ndugu zangu wa Tanzania, nihitimishe tu kwamba leo ni TANESCO kwako. Mashirika ya serikali yanapofanya vizuri, kuweni mabalozi wazuri wa kutangazia umma kuhusu mazuri yanayofanya. Miezi michache iliyopita tulikuwa tunalalamika sana umeme unakatika. Serikali imeweka zaidi ya trillions kadhaa kutengeneza ile bwawa la Mwalimu, na leo umeme umeendelea kuwa imara. Tumesahau tena umeme, tumesahau kama tulikuwa tunalalamika. Leo tumeelekea tena kwenye jambo jingine. Nilichojifunza mimi ni kwamba Mtanzania na mtu mwingine yoyote, namna alivyoumbwa na Mungu mwenyewe, ameumbwa kuwa ni mtu mwenye uhitaji mpaka anaingia kaburini. Yaani leo hata ukizaa watoto, unazaa mtoto wa kwanza wa kiume, mtoto wa pili wa kiume, ukizaa watatu utasikia angekuwa wa kike. Ukizaa mfupi utasikia angekuwa mrefu. Ukizaa hivi angekuwa hivi. Lakini mlango wa pili tuliupa mtu ambaye katafuta mtoto kwa miaka yote mpaka uzee wake hajawahi kupata. Na mwisho amefika hatua kusema nimshukuru Mungu kwa hili pia. Leo tumemaliza umeme na tunaendelea kukamilisha umeme. Na mimi niwashukuru sana. Naona maendeleo mengi sana katika umeme. Kubadilisha njia za umeme, kubadilisha hizi bare conductors kuweka, kubadilisha hizi nguzo za miti kuweka hizi concrete poles,
kubadilisha. Nimeona mji wetu unabadilika, mnapunguza kufanya vitu vizuri, lakini leo tutakamilisha umeme, itakamilishwa maji, itakuja si jambo gani, kamilika hili litaibuka hili. Na ndio maana ukifa tunasema sasa pumzika kwa amani, maana umeongea mno katika dunia, kinakuja hiki kinatoka hiki. Naombeni mwe ni watu wa shukrani na ni watu mnaopima uwezo wa kodi mlizozilipa inaendana na huduma ambayo inatolewa. Ukija kwenye umeme, lakini yote yakawa sawa yote kabisa. Kila jambo linaisha kulingana na resources za taifa, na kila jambo linakuisha kutokana na uwezo pia tulionao katika taifa. Lakini kikubwa ni ule moyo wa kusema hapa sasa kazi inafanyika, kuliko muda wote tukabaki na watu kulalamika, watu kutokutosheka. Hata Mungu hapendi mtu ambaye muda wote anaonyesha umeme. Na katika safari hii tunao wenzetu wa MEX, na hii ni kutokana na ukuzaji mkubwa wa diplomasia wa Mheshimiwa Rais wetu kutoka Uingereza. Wametuunga mkono, zaidi ya shilingi bilioni 2.5 wametupatia kwa ajili ya kusambaza majiko. Watumishi wote TANESCO wanaendelea kusambaziwa majiko kwa njia ya mkopo, lakini tunayo program nyingine ya kuwawezesha sasa wananchi mmoja mmoja wasiokuwa watumishi wa TANESCO, tunaita on bill financing. Hii Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mwananchi anayeunganishiwa umeme tunaweza tukampa jiko akaenda nalo, na kupitia manunuzi yake ya umeme anakuwa analipia jiko polepole. Na majiko haya ni bei rahisi, yanauzwa kwa bei rahisi sana kwa sababu yana ruzuku na hayana bei zile zenyewe ambazo tumezizoea kuzikuta madukani. Na tayari kuna wateja tumeshawaunganishia ambao tutakuomba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa uweze kuwagawia majiko hayo na kutuzundulia hiyo program. Kama ulivyomsikia mdau wetu wa MEX, sisi ni watu wa kwanza ukanda huu kuwa na program kama hii. Kwa hiyo Tanzania kwa maana nyingine tena tumekuwa wa kwanza. Basi wenzetu watatufuata baadaye kuona namna gani tunafanya kwenye mapinduzi haya ya nishati safi. Jiko ni nzuri sana kwa nishati, kwa umuhimu wa binadamu, kwa afya yako, kwa kila mwanadamu, na si wanawake wenzangu na kuhamasisha tufanye umuhimu kununua majiko kama haya, kwani kutumia kuni, vifuu, moshi kuna hatarisha afya ya binadamu. Ni madogo madogo na unaweza kulipa kwa kidogo kidogo mpaka utakapomaliza deni hili. Kuna option nyingi ambazo kwamba unaweza ukatumia. Kwa mfano, kama una uwezo wa kulipa cash unalipa. Una uwezo wa kulipa cash unaweza ukalipa kidogo kidogo mpaka pale deni lako litakapokwisha, huku ukiwa unatumia jiko lako. Na matumizi yake ni mazuri, yanatumia umeme nafuu zaidi kuliko hata mkaa, hata kuni. Kwa hiyo nawapenda kuhamasisha wanawake wenzangu, wa baba wa majumbani waweze kutusaidia wakina mama kuweza kutufanyia wepesi katika majiko kama haya nyumbani.